Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale ambao wanatufuata wakiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa. Na tunawatakia tena jioni njema ya siku ya leo vendredi le 16 janvier 2026. Tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za jioni ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari zetu za jioni ya leo tutawapeleka mu territoire ya Ruchuru kwenye mapigano makali yanaripotiwa tangu asubuhi katika vijiji vya Kinyankuku pamoja na Kiahemba, eneo zinazopatikana ndani ya kundi la Bukombo kati ya wasi wa M23 na wazalendo wa grupe ya SMC wanaoongozwa na General Domi. Habari zetu tutawaambia kuhusu kifo chake Major Waitangabo Samson Shadrake wa M23 ambaye alikufaka juzi baada ya kushambuliwa na wazalendo katika mapigano yaliyoripotiwa huko mu territoire ya Uvira katika maeneo ya Kabimba Katongo. Upande mwingine tutawapeleka moja kwa moja mu territoire ya Fizi huko mo plateau de Fizi, tuwaambie kinachoendelea hapo kwenye shamba la vita jioni hii. Kama kawaida tumewaletea taarifa mingi tena mbichi. Mnayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Mu comment na muzilike habari hizi pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie. Mujiunge na grupe yetu ya WhatsApp ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Namna ya kujiunga na grupe yetu ya WhatsApp ni kugusa hapo kwenye titre, pale chini ya titre kuna link ya grupe yetu ya WhatsApp. Ujiunge nasi kupitia grupe hiyo au tuandikie kwenye namba hiyo, bila shaka utakuwa ukizipata habari zetu zote kwa wakati. Taarifa zetu za jioni ya leo tutazianzia moja kwa moja mu territoire ya Uvira. Tuambie kuhusu kifo chake Major Waitangabo Samson Shadrake ambaye alikufa baada ya kushambuliwa na jeshi la Kongo. Ni katika mapigano yaliyoripotiwa ndani ya maeneo ya Katongo, donc axe Kabimba Katongo mu zone d'operation. Mnakumbuka mapigano yalikuwa yakiripotiwa huko tangu kwanza kwa mwezi huu wa kwanza. Mapigano ya le 11 ndipo huyu majoro wa AFC M23 Waitangabo Samson ambaye alikuwa akiongoza operasyon pale alijeruhiwa vibaya kutokana na mapigano hayo. Wakati alijeruhiwa papo hapo alipelekwa mjini Goma. Alipofika mjini Goma kumaliza masaa kadhaa, alipita akapoteza maisha yake kutokana na jinsi alikuwa na alijeruhiwa vikali. AFC M23 ikaandaa mazishi yake siku ya leo, ndipo aliziko hapo mjini Goma huyu Major Waitangabo Samson Shadrake wa AFC M23 ambaye alikuwa akiongoza operasyon maeneo ya Kabimba na Katongo. Hayo wanaitaka matokeo ya vita. Donc wakati wa vita watu watakufa ni kama kawaida. Huyo naye ilikuwa deja siku yake, alipoteza maisha yake. Tuendelee na taarifa zetu sasa, tuwapeleke ndani ya Ruchuru. Ruchuru mapigano makali tena yaliripotiwa tangu asubuhi ya Ijumaa ya leo kati ya wapiganaji wa AFC M23 na vikosi vya wazalendo SMC FDP katika eneo la Kinyankuku, kijiji kilichopo katika eneo la Kiahemba, kundi la Bukombo. Kulingana na vyanzo vya ndani huko Kiahemba, mapigano yalianza yapata saa 11 asubuhi, wakati ambapo AFC M23 ilianza kuwashambulia wale wanajeshi wa wazalendo kutoka kundi la SMC katika sehemu hiyo ya utawala wa Bwito. Milipuko mikubwa ya silaha nzito na nyepesi ilisikika wakati wa saa za asubuhi huko, ikizuia shughuli za kilimo katika vijiji kadhaa vya jirani, ikiwa ni pamoja na Buhehe na maeneo
haya yanapatikana mkilomita chache na mji wa Kichanga. Mapigano hayo yaliendelea kukamata hatua nyingine tangu asubuhi hiyo. Mapigano yakaendelea kusikika hapo katika vijiji hivyo. Ikafika mchana wa leo na mapigano yakiendelea mpaka jioni ya leo. Vyanzo vyetu kutoka hapo vinasema kwamba mapigano yanaendelea kati ya pande mbili. Wakaaji waisha kimbia vijiji hivyo vyote kuanzia maeneo ya Kinyankuku karibu na Kiahimba, pia wakaaji wote waisha kimbia. Ni mapigano ambayo yalianzishwa na wasi wa AFC M23 dhidi ya ngome za wazalendo hao SMC katika vijiji hivyo. AFC M23 iliwaatake maeneo hayo wakitokea katika maeneo karibu na Kichanga, wengine wakatokea hata huko Mweso wakaenda kuwashambulia wazalendo. Ni baada ya mapigano makali yaliyoripotiwa katika maeneo hayo ndani ya semene hii yote, wakati wazalendo SMC walikuwa wakiatakia AFC M23 na kukamata vijiji tofauti vya karibu na Mweso. Waliozifuata taarifa zetu za juzi wanajua kabisa jinsi vita kule vilikuwaka. AFC M23 nayo siku ya leo sasa ilifanya operation katika maeneo hayo ya Kinyankuku, vijiji kadhaa vya Chaimba, ikapigana sasa na wazalendo hao wa SMC. Sehemu nzima kabisa ya maeneo hayo iko na endelea kuripotiwa ndani mapigano ya kila siku na kuacha usalama kuzorota zaidi. Wakaaji wanaokimbia vijiji vyao wengi wao huelekea katika maeneo ya Mweso, wengine hata Kichanga kupata kwa kujificha kutokana na operation zinazofanyika huko. Mapigano yakiwa yanaripotiwa huko usiku na mchana. Wakaaji wanahama maeneo yao kwa sababu kuna tena koma waishi kule. Hii semeni yote ambayo tuko ndani, kuna utulivu ambao ulipatikana kule. Ilikuwa tu mapigano ya usiku, asubuhi, mchana, ikaacha population hawana ingine shwa. Sasa wakakimbia wakaacha vijiji vyao vyote. Kule ni operasyon tu za AFC M23 zinazofanyika huko pamoja na wazalendo. Donc wanapigana aujourd'hui waliatake, kesho waliatake, donc nasema wazalendo siku ifuatayo AFC M23 inawatake. Donc inakuwa zone d'operation. Hapo ni mu groupement ya Bukombo, territoire ya Ruchuru, vijiji vya Kiahimba, Kinyankuku, Bombasha, maeneo ya nani, donc ni vijiji vinavyokuwa karibu pia na nani na maeneo ya nasema kule nani Mpati, vijiji vinavyokuwa karibu na Nyange. Donc hizo eneo zote kule zinaendelea kuripotiwa ndani mapigano na hali ya kiusalama kuendelea kuzorota zaidi kutokana na mapigano makali yanayoendelea kati ya pande mbili. Hapo ni territoire ya Ruchuru kwenye mapigano yanaendelea kukamata hatua nyingine kati ya wasi wa AFC M23 na vikosi vya wazalendo wakisaidia jeshi la Kongo, donc washirika wa jeshi la Kongo. Habari zetu zinaendelea. Tuwapeleke sasa mu territoire ya Fizi, tuambie huko kinachoendelea ni kipi. Mu territoire ya Fizi, kama nilivyowaambia katika taarifa zetu za mchana wa leo, ya kwamba wasi wa AFC M23 walikamata Poezero na mlima wa Baruta baada ya kupigana na jeshi la Kongo na washirika wao wazalendo na jeshi la Burundi pale. Mpaka jioni ya leo wanajeshi wa Twirwaneho na AFC M23 wangali na kontrole maeneo hayo. Mapigano yaliendelea kusikika katika maeneo ya Tuetue. Ilipofika saa 10 hali ikarejea kuwa ya utulivu hata hapo Tuetue. Ni wakati jeshi la Kongo kwa sasa liko hapo maeneo ya Tuetue. AFC M23 na washirika wao Twirwaneho nao wana kontrole eneo ya Poezero ambayo walikamata ya pata saa 4 za asubuhi ya leo, na pia wana kontrole mlima wa nani wa Baruta ambao waliukamata mbele ya kukamata eneo ya Poezero. Hiyo ndiyo hali halisi katika maeneo hayo.
0 iko deja mu mikono ya hao waasi kuanzia saa za saa 4 asubuhi. Mapigano yaliyokuwa yakiripotiwa huko karibu na pale na hata maeneo ya Tuetue kwa sasa ni utulivu, hakuna mapigano. FARDC wako pale maeneo ya Tuetue kurudia nyuma mu vijiji vya Itombwe, wakati AFC M23 nayo inaanzia pale katika eneo ya 0 paka kule Ruisankuku na kurudia Minembwe kwenye wanamiliki, na maeneo hayo ya 0 ambayo AFC M23 Twirwaneho waliyakamata yanafungua maakse tofauti yanayoelekea mjini Baraka na hata mjini Fizi. Ukielekea katika centre ya Fizi, kutoka 0 ukielekea katika centre ya Fizi deja pale ni kupitia katika maeneo ya Mulima unaendelea Mukera unafika mcentre ya Fizi. Zile njo access zinazoelekea Mufizi. Kuelekea katika maeneo ya Baraka, hapo mjini Baraka, ukitoka hapo utaelekea Kanguli. Kutoka 0 utakamata njia ya Kanguli ufike Mugorore ufike Bibogobogo, epui kutoka Bibogobogo ufike ndani ya mji wa Baraka, ambapo deja pale munaona ya kwamba AFC M23 wako kwenye wanaweza wakafungua front tofauti wakielekea katika miji hiyo miwili. FARDC na wazalendo kule kazi ni yao ya kupigana wakiwazuia hawa waasi wa AFC M23, sino wanaweza kuendelea tena kuprogrese na kuendelea kuyakamata maeneo tofauti katika maeneo hayo ya Fizi. Habari zetu za jioni ya leo zinaendelea kama nilivyowaambia. Siku ya leo eneo ya Bule ilikamatwa na jeshi la Kongo pamoja na washirika wao wazalendo, huko ni ndani ya teritware ya Ituri. Ilikamatwa baada ya mapigano makali. Video isha tufikia wakati jeshi la Kongo lilikuwa limekamata eneo ya Bule. Video ndio huyo. Ono grupe mama arne bakanga Bule blonza cha ari ke Bule ba ya mak Bule ba me sate ne nga makara ari katu jonga ni lanzi nanga ono atere mara makate Bule ba ya katu jonga lanzi na fore Bule banga nanga makate siletere aro ogoti makara anga nyika ni nyana kana ni ke Bule ba tena kwa hika nja anga nyinja la le pore mbrong suwana aro bale la le posuwa tena bai suwaro la le pore suwa ngadi le di pore pozoro osu gotingo na suro nzao de wagore ai kini kana lo mak Bule ba makana ali nyero ndukana ya cheche ni ke Bule ba kwa nanja makana ali nyenja ma Bule ba ona Bule ba ngalanzi na de kasu jonga lu Bule ba ngalenzi na de ke Bule tipo kasu jonga lu ike Bule ugaro le tipo donga pore kele ale po la le zo Bule zanzoni ro aro makate kasu jo ofore ke Bule nganga kana ngai ka ona nanga na ima ke isa jono mak ba aro tema silo mak kasu jo ona mak kotina atu nyinja na nduka ne Bule ba iga odi kwa ke danga na kenza ninja atu nyero aro makate na rika ke ngbali miti na ngaka ndona ne Bule ba kana kwa ona sawa. Nadhani kwamba video hiyo umeifuata ni wakati jeshi la Kongo lilikuwa likikamata centre ya Bule, hapo ni territoire ya Jogo province ya Ituri. Bule ilikuwa ikiripotiwa ndani mapigano ya hapa na pale kati ya waasi wa CRP wa Thomas Lubanga pamoja na jeshi la Kongo. Finalema jeshi la Kongo lilifanikiwa kuwafukuza wasi wao katika mji wa Bule na kubakia deja na kontrole yote ya eneo ya Bule.
Tuendelee na taarifa zetu kuhusu maongezi ya kitaifa ambayo yalikuwa yakiombwa na waopoza wengi wa Kongo kuwa ndiyo njia pekee ya kumaliza mgogoro na vita mashariki mwa nchi ya Kongo, usalama upatikane. Patrick Muyaya, porte-parole wa gouvernement ya Kongo, siku ya leo alisema kwamba katika siku zijazo President Felix Tshisekedi ndiye ambaye atakuwa akiongoza hayo maongezi ambayo yatafikia kwenye solution donc ambayo yatafikia kabisa kwenye suluhu la kumaliza matatizo migogoro na hata vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Patrick Muyaya alitangaza haya siku ya leo akisema ya kwamba President Felix Tshisekedi ataongoza hayo maongezi ili kufikiwa kabisa kwa usalama mashariki mwa nchi ya Kongo. Ni baada ya President Felix Tshisekedi kutangaza siku ya jana ya kwamba maongezi kabisa yatafanyika, ila yatafanyika kati ya wakongomani halisi, wakongomani wa kweli ambao wanataka amani ipatikane, wale wakongomani ambao watapigana kwa faida ya nchi, hapana wale wakongomani ambao wanapigana kwa faida ya wengine. Hayo yalitangazwa na President Felix Tshisekedi, na tofauti na maongezi mengine ambayo yalikuwa yakifanyika, Patrick Muyaya alisema kwamba maongezi hayo yatafanyika mjini Kinshasa. Kwa wale wote ambao watakuwa katika maongezi hayo yatafanyika mjini Kinshasa, na pia President Felix Tshisekedi alikuwa ameyatangaza vizuri na vyema kwamba maongezi yatafanyika mjini Kinshasa. Donc maongezi hayo yanatarajiwa kufanyika ndani ya siku chache za mbele, na maongezi hayo yatafanyika huko Kinshasa. Kama njia ya kutatua matatizo, gouvernement ya Kongo inaamua kabisa kuyafanya hayo maongezi yafanyike mjini Kinshasa. Asante sana ndugu zangu, hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea jioni ya leo, na sema asante kwa kuwa mnaendelea kuzifuata habari zetu, na waomba kuendelea kusubscribe, yani kujiabone na kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kucomment na kulike pia taarifa hizi. Msisahau kujiunga na grupe yetu ya WhatsApp kwa kuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Tupatane basi ndani ya habari zifuatazo. Kama kawaida ni Mzee Bauma mwenye mbichi ambaye nilikuwa nikiwapa habari moto. Jioni njema kwenu, basi tutapatana asubuhi. Asante sana.